Habari ya wakati huu, karibu sana mtazamaji wangu. Naitwa Tabibu Lois. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, karibu sana mtazamaji wangu. Leo nitaelekeza remedy ambayo niliwahi kuifundisha mwezi wa 12, iliniletea matokeo mazuri sana. Nimeirudia ikaleta matokeo mazuri sana. Kwa hiyo ninapokuwa nafanikiwa huwa napenda pia na wewe nikupatie baraka hizo. Ilikuwa mwaka jana mwezi wa 12, nakumbuka ilikuwa siku ya Christmas au mwaka mpya. Ilikuwa ni mwaka mpya ya. Niliwahi kufundisha hii video na leo nitairudia tena kwa sababu inatoa matokeo mazuri sana. Nilifundisha juu ya kulalia karafuu, cloves. Hii ni karafuu. Kwa Wakongomani kidogo Kiswahili kinawasumbua, ni cloves. Ukienda supermarket inakuwa na kakichwa kama hivi. Alafu juu inakuwa kama na karungu. Hii ni karafuu. Karafuu ina nguvu sana katika universe. Na niliwahi kufundisha pia katika video moja kwamba huwa ukichanganya na kitunguu saumu huwa inafukuza wachawi, unamwaga pale kwenye uwanja. Ama kama unamuhisi mtu fulani mchawi unaenda unamwagia nyumbani kwake lakini asikuone. Unaona? Kwa hiyo hii ina nguvu sana, ni moto kwa kifupi. Na ukienda katika India, huwa naona Wahindi wakati mwingine wanaichoma kuondoa negative energy. Wanaichoma kwenye moto, ananuia, anafukiza nyumba nzima. Anaweza kafukiza karafuu na sage, kuna kitu kinaitwa sage, sage na ubani mweupe, ubani maka. Unaondoa negative energy zote, huzuni zote, kila kitu kibaya ambacho kiko ndani ya nyumba. Unahamia sehemu fulani, labda unahisi energy hapo ni mbaya, ama uko nyumbani unahisi hakuna amani, energy hapa nyumbani ni mbaya, basi unaweza ukachoma karafuu ndani, ama unaweza kaongezea na sage. Zinapatikana kwenye maduka ya dawa za asili au maduka ya kiroho, spiritual shops, utazipata sage. Sasa leo nitaongelea habari ya karafuu. Kwa mfano, nakumbuka mwaka jana hiyo mwezi wa 12 nilikuwa na shida na hela ya sikukuu ya mwaka mpya. Nilipigia simu watu wawili, mmoja alinirushia 500,000, mwingine akanirushia 200,000. Yaani kama nimepata 700,000 kwa siku moja. Naona. Kwa hiyo nimejaribu tena kuirudia hii remedy. Unachotakiwa kufanya uwe na karafuu ya kutosha. Ni uchukua pakiti ya karafuu na shilingi 500. Hizi ambazo hazijasagwa, ila hakikisha zinakuwa na vichwa. Usichoka nunua chenga ambazo zimeshakatika katika, zinakuwa na vichwa vyake. Usiku unapotaka kulala, mwambie Mwenyezi Mungu, kama hasa kwa upande wa pesa, kama kuna kizuizi chochote kinachozuia usipate fedha, watu wasikupatie fedha, weka chini ya mto punje 3 kwenye piro. Halafu kwenye kona za kitanda chako weka pia punje 3 kila kona. Na kwenye mlango wa kuingilia chumbani kwako ama mlango wa kuingilia nyumbani kwako na getini weka punje 3 pamoja na chumvi ya mawe punje 3. Kumbuka chumvi ya mawe na punje 3 za karafuu naweka kwenye milango. Mlango wa kuingilia na mlango wa geti. Alafu kwenye kitanda chenyewe, kwenye kona za kitanda weka punje 3 za karafuu kila kona. Alafu chini ya mto wako, chini ya piro weka punje 3 tena za karafuu. Weka punje 3 mpaka 7. Unaona? Alafu kesho yake sasa anza kupigia watu. Labda unahitaji pesa kiasi fulani, unahitaji pesa, pigia, ongea na watu. Na kuhakikisha huwezi kuongea, jitahidi kuongea na watu 7, wengi kidogo. Na unapomuomba mtu hela, hakikisha anakuwa nayo. Unaweza kumpigia ama ukamfuata uso kwa uso, lakini unapomfuata uso kwa uso, kama una asali ya nyuki wadogo, jitahidi sana unalamba asali vijiko vile 3, alafu usile chochote, mfuate asubuhi. Lakini kumbuka usiku kulalia karafuu punje 3. Hii itafanya upewe hela kwa urahisi sana. Ongea na watu wasipungue 7. Unaona? Katika hao 7 uwezi kukosa watu 2 watatu wa kupatia hela. Na bahati nzuri watu wanaokupa hizi hela hawakudai. Yaani hawezi kukudai. Mimi hawa watu walionipatia hela hawakunidai mpaka leo. Unaona? Kwa hiyo ndio nguvu ya kutumia karafuu pamoja na kuweka kwenye mto wako, kitanda na kwenye milango yako ya kuingilia. Karibu sana, naitwa Tabibu Lois, naamini katika sheria nguvu za asili na sheria nguvu za ulimwengu, yani universe. Lakini pia mtazamaji wangu, mimi ni mtaalamu sana wa huduma za uponyaji, tiba lishe, tiba mbadala. Naona, na dawa zangu ni virutubisho, ni lishe. Herbs huwa natumia hizi remedies za sokoni, unanunua sokoni, na kwa upande wa madawa huwa ni lishe.
Inatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, unapona, utakula kila chakula. Kwa wewe ambaye una changamoto ya vidonda vya tumbo, kiungulia au hizo acid reflux, tumbo kujaa gesi, na kutibu kwa wiki 2 unapona. Kwa wewe ambaye una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, fibroids, uvimbe kwenye vifuko vya mayai, uvimbe kwenye mirija, uvimbe kwenye shingo ya kizazi. Kwa mfano, mtu mwingine ananipigia simu ananiambia, kila nikilala na mume wangu akitoka tu, yani anapomaliza kufanya tendo la ndoa, anaanza kumwagika damu. Hiyo ni kansa. Ukiwa na dalili hizo, jua hiyo ni kansa. Naona? Kwa hiyo unaponiwahi mapema, nipigie simu, ninakutibu. Huwa natibu kwa wiki 4. Uvimbe wa kizazi, kansa ya kizazi, uvimbe shingo ya kizazi, uvimbe kwenye mirija, uvimbe kwenye vifuko vya mayai. Dawa ni dozi ya wiki 4. Wiki 4 ni mwezi mmoja, unapona kabisa. Na tunatuma dawa kokote Tanzania. Ukiwa Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 2. Huwa sizidishi siku 2. Nje ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 7. Na tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha pressure. Kwa sababu una changamoto unasumbuliwa na pressure iko juu, pressure imeharibu moyo wako, moyo umepanuka, kiberiti cha moyo kimeishiwa nguvu, mwili hauna nguvu, nasikia mwili wote unawaka moto. Kichwa kinauma katikati ya utosi hapa. Maumivu makali ya kichwa. Na unapokuwa na maumivu makali ya kichwa, kumbuka stroke iko karibu. Muda wote unaweza ukaparalyze ama stroke ikakuangusha ama ukafa ghafla kama pressure iko juu sana. Lakini kama imeleta madhara, umeshapigwa stroke na moyo umeshapanuka, utatumia dozi kwa miezi 2. Tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha sukari. Hata kama sukari ingekuwa juu kiasi gani, tunaishusha, inakaa normal ndani ya mwezi mmoja, 4.5. Sukari imeshaanza kuletea vidonda. Sukari ni hatari sana kwa vidonda. Sukari inaharibu macho. Sukari ni ugonjwa wa hatari, yani ugonjwa unaotisha. Kuna magonjwa yanayotisha ambayo nimepambana nayo, sukari na kansa. Ni magonjwa ya hatari sana. Sukari kwa watu wenye magonjwa ya sukari na kansa, ili kuwa na kinga, at least jitahidini sana kunywa maji mengi. Unapokunywa maji mengi sana, angalau lita 1.5 mpaka 2 kwa siku, magonjwa kama hayo hawezi kunyemelea. Naona mara nyingi wagonjwa wa kansa wengi, ukifanya utafiti, huwa hawanywi maji ya kutosha. Hawanywi maji ya kunywa ya kutosha. Na tunao dawa pia kwa ajili ya magonjwa ya njia za hewa, pumu, mafua sugu, kikohozi sugu, pneumonia, na kutibu kwa wiki 2 unapona. Lakini kwa upande wa pumu na pneumonia ni wiki 3 ndio utapona. Tunao dawa kwa ajili ya matezi ya koo, tonsils. Ukifungua mdomo kwa ndani, kunakuwa na matezi fulani yanauma sana unapomeza chakula. Tonsils. Na usipozitibu mara nyingi inabadilika na kuwa kansa ya koo. Na kutibu tonsils mara nyingi natibu kwa wiki 2 mpaka 3 mwisho. Tunao dawa pia kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama. Unapima hospitali, umeambiwa una shida ya figo, una shida ya ini, una shida ya bandama. Hebu jaribu dozi yangu kwa siku 10, utaona matokeo mazuri sana. Usisubiri mpaka ziferi sana, yani sasa umeshashindikana huko ndio nitafute. Dawa zangu zina nguvu, zinataka mtu anayekula na mtu mwenye nguvu. Tunaona pia kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio. Matatizo yote ya mifupa natibu kwa wiki 3. Uric acid, speed nini zote, yani kwa kifupi matatizo ya mifupa wiki 3. Tunao dawa kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu. Allergy ya macho yanayowasha sana, au vinyama vinavyoota kwenye mwanzo wa jicho leupe kuelekea jeusi, au vingine vinakuwa huku pembeni ya jicho. Dozi ya mwezi mmoja. Lakini kama unavaa miwani, dozi itaenda miezi 2. Kama uvai miwani, dozi ni mwezi mmoja tu. Utapona kabisa. Na tunao dawa pia kwa ajili ya magonjwa ya akili, degedege, kifafa, kichaa, watu walio kifafa, degedege, watu waliotumia sana madawa ya kulevya. Unatumia dozi yangu kwa wiki 4. Mwingine ananipigia simu juzi ananiambia mke wake anakunywa dawa za vichaa, na ikitokea kaacha hata mwezi mmoja, anaanza kujiona kwa yule, yani anajiona kwamba yeye ni askari, yeye ni mgambo, yani ile matatizo ya akili yanakimbilia kichwani. Ukiwa na tatizo hilo, unaweza kuwa ni kichaa ama umechukuliwa msukule mahali, na kutibu kwa wiki 4 unapona. Magonjwa haya, kila ugonjwa, kila tatizo hilo nalo, iwe ni kesi, iwe nini, kuna chanzo, kuna mtu alisababisha. Sasa tunaiua ile hali, tunaiharibu, yani tunaitibu hiyo hali, halafu
na tunazuia uchawi, na nimeshafundisha dawa nyingi za kuzuia uchawi. Jifunze sana kulinda ardhi yako na wewe mwenyewe mwili wako, kutumia dawa za kuondoa mikosi itakulinda sana. Tuna dawa nyingi sana mtazamaji wangu, magonjwa ya kinywa na meno natibu kwa wiki moja. Magonjwa ya watoto tunao dawa ya mvuto mkali wa pesa na mali Triple K, KKK. Tunao dawa pia kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi anayekusumbua, anakusumbua hatulii, mara anaondoka mara anarudi, yani alimradi tafani ya kuumiza roho. Lakini pia tunao dawa kuharibu limbwata. Kwa hiyo unaona mapenzi yanakutesa sana, unampenda mtu lakini anakunyanyasa, tunaiharibu ile limbwata. Na kwa maswali zaidi utanipigia simu mtazamaji wangu. Naitwa Tabibu Royce. Nakupenda sana na mimi naona nipenda pia. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Karibu kwa kipindi kingine. Bye.